ndio mchungaji mzawa wa kwanza, kiongozi wa kwanza kanisa la Uinjilisti Tanzania, na ameongoza kanisa hili kwa muda wa miaka 12. Manake Mungu alikuwa amempa kibali na neema kumtumikia katika nafasi. Kwa hiyo unaweza kuona nina maumivu ya namna gani, nina uchungu wa namna gani, ninaona pengo namna gani. Ni vizuri kusema makanisa yaongozwe na vijana hawa Gen Z, wana mambo mengi na wana haraka mno. Sasa hebu vaa viatu vyangu, nafanyaje? Wazee wanaondoka. Nikupe tu picha, nikisema naona ugumu elewa. Lakini pia baba huyu alikuwa ni mshauri wetu wa kanisa. Sawa. Nimewaza sana nasema nini. Karibu mpaka jana nilikuwa sina kitu cha kusema. Kinakuja hiki kinakimbia, kinakuja hiki kinakimbia. Anyway, imetukuta niseme maneno haya. Namshukuru sana Mungu kwa zawadi ya uzima wa baba huyu mzee wetu Emmanuel Sanga, ambayo Mungu alikuwa amempatia na kuweka utumishi ndani yake na vipawa vya utumishi na utume katika kuhudumia ulimwengu, kutimiza lile kusudi kuu ama agizo kuu la Bwana Yesu: enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Mungu aikumbuke kazi yake. Sijaja hapa kama muumini wa kanisa la Uinjilisti la Undugu, wala sijaja hapa kama muumini wa kanisa la Kilutheri Moravian, wala sijaja hapa kama muumini wa kanisa la Brotherhood. Kilichonileta hapa kikubwa ni kwa sababu Emmanuel Sanga alikuwa ameokoka. Na alimpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hilo tu. Bali na hiyo, Emmanuel alikuwa na sifa nyingine. Alikuwa mpole sana. Ukiniuliza nieleze habari ya Emmanuel, nitasema Emmanuel alikuwa mpole. Alimcha Mungu. Lakini sitaki kumpamba tu Emmanuel kama mtu wa kumpamba. Mke wake anaweza kawa shahidi kwamba je, haya ninayosema juu ya Emmanuel na mpamba tu kwa sababu amekufa? Anaweza akasema eti Mama Sanga, mume wako hakuwa mpole. Hebu ngoja nipe maiki. Esema. Nashukuru Baba, asante askofu. Mume wangu, baba yangu alikuwa mpole, hajawahi kupita hata siku moja. Tumepita mapito mengi, lakini alivumilia baba yangu. Maisha ya rafiki yetu, nimesikitika, nimekuja wakati amekufa. Sikujua kwamba ameugua kiasi cha kufa, sikujua. Laiti ningelijua kwamba anaugua kiasi cha kufa, ningeweza kukimbia ili nimuone tuweze kuzungumza. Sikujua. Na huyu bwana tulikuwa marafiki sana. Mara nyingi wakati yeye yuko katika nafasi ya uongozi, nilikuja hapa na alikuja kule makao makuu ya kanisa. Tulizungumza, tulisikiana katika kazi ya Mungu. Na niseme ukweli, ndugu zangu wa kanisa la Uinjilisti. Wanya huyu, wakati ule mnapita kwenye matatizo, sio? Si mlipita kwenye matatizo? Si mlipita kwenye mawimbi?
yeye ndo akapokea kijiti kwa mara nyingine. Alistaafu alafu tena akarudishwa ili aweze kuwavusha kwenye mawimbi. Akanieleza, wamenirudisha tena. Kama kuna heshima mtakayoweza kumpa Emmanuel, msigombane tena mfano wa migogoro ya huko nyuma, msije mkarudia tena. Hiyo ndio mtakuwa mmempa heshima kubwa, kwa sababu nimesema tutakwenzi. Wanaandikaje? Utabaki mioyoni. Lakini ikionekana tena mnarudia kule, mtamuumiza. Mungu atusaidie. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Majaliwa Mwangwale, na ninahudumu katika kanda ya Ilomba, ushirika wa Ilomba na tawi la Ilomba. Mchungaji Sanga yeye anasifika kwa sifa ya upole. Alikuwa mchungaji mpole sana 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 sana. Kwa ujumla tungesema kwamba Mchungaji Sanga kwenye nafasi yake alipokuwa mwenyekiti alikuwa ni kiongozi mwadilifu, alikuwa ni kiongozi ambaye aliipenda kazi yake. Kitu cha kujifunza kutoka katika utumishi wake ni unyenyekevu katikati ya huduma yake. Hata kama angechukizwa kwa namna gani, bado Mchungaji Sanga alionyesha unyenyekevu hali ya juu sana. Hakuonyesha sura ya chuki kwa namna yoyote ile katikati ya huduma yake. Naitwa Shukurani Stanley Ndumla. Katika kanisa la Uinjilisti Tanzania, mimi ni mkuu wa chuo cha sayansi za afya Mbalizi, Mbeya. Nimeendelea kumfahamu Mchungaji Emmanuel Sanga kwa muda mrefu ambao nimekaa hapa tangu mwaka 2011 akiwa mwenyekiti wa kanisa la Uinjilisti Tanzania. Kwa kifupi naweza nikasema kwamba tumepata pigo kubwa sana katika kanisa letu, kwa sababu alikuwa ni baba ambaye kweli ni mlezi, baba ambaye ni mshauri, lakini alikuwa na upendo sana. Lakini Mungu amempa karama kubwa sana ya kumthamini kila mmoja ambaye anamuona mbele yake. Kwa kama kanisa tumepata pigo kubwa sana sana sana. Tangu kanisa linaanza, mchungaji wetu Sanga, Emmanuel Sanga alitumika tangu kanisa linaanza mpaka sasa. Na hata tumekuwa na miradi mingi ya kanisa, yote hiyo imepatikana chini ya uongozi wake. Kwa hiyo sisi kama kanisa au mimi kwa kweli nasikitika sana, lakini tumelipokea na tunamshukuru Mungu sana kwa maisha yake. Kwa kweli viongozi tuna vitu vingi vya kujifunza, kwa sababu na mimi kama nilivyojitambulisha ni kiongozi, tuna vitu vingi sana vya kujifunza. Kwanza, kuwajali watu ambao tunawaongoza, hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kumshauri mtu anapokosea, sio kumhukumu, ila kumshauri na kumwelekeza njia sahihi ambayo mtu anatakiwa kuifuata. Lakini pia kuwaombea wale ambao tunawaongoza. Tunapaswa kuwaombea kwa sababu tunasimamia watu wa aina mbalimbali, tunapaswa kuwaombea. Kwa hiyo mimi naweza nikasema hilo ambalo lilikuwa ndio maisha ya baba yetu mwenyekiti ambaye amefariki sasa, Emmanuel Sanga, ndio maisha ambayo alikuwa akiishi.